sisi tutaweza kupuliza mshumaa wetu kwa ishara ya upendo, kwa ishara ya ukumbusho, kwa ishara ya sadness, ambayo tunasema ni ishara ya uchungu, na ishara ya hope, yani ni ishara ya kwamba ipo, yani sio mwisho wa maisha, bado tupo, na vile vile ishara ya ukumbusho ya kwamba tutaomba Mwenyezi Mungu aichukue roho yake na yeke mahali pema peponi palipokuwa na wema. Sote tuseme amin. So ladies and gentlemen, hii ndio naifanya kwa minajili ya Waafrika wote wa Mashariki Afrika, ambapo kunalo jambo liliweza kutokea pale jana, lakini kabla hatujaingia kwenye lile jambo pale jana, ambapo leo tunajua kwamba kuna yale mazishi ya yule kiongozi wetu Raila Amolo Odinga nchini Kenya, pale sehemu za Bondo kule, ambako anaenda kuwekwa kwenye ile nyumba yake ya milele. Tufahamu ama tukumbuke kwamba jana kutokea ambapo kuna baadhi ya Watanzania ambao wako kwenye kile chama cha upinzani ambao walikuwa wanataka kuvuka ile boda pale ili waelekee kule mazishini, lakini kwa ile kitu ambao wale polisi wa pale mpakani walichokisema ni kwamba hawakufuatilia ile itikadi na sheria ambayo inapaswa mtu aweze kufuatilia ndio ili aweze kutoka kwenye nchi ama aweze kuingia kwenye nchi. Ikumbukwe tu ya kwamba baadhi ya wale ambao walienda kuwakilisha nchi ya Tanzania ni ikiwemo mmoja yule mwanachini wa Rais Suluhu Samia Hassan, na vile vile tayari yule ambaye alikuwa ni Rais Jakaya Kikwete pia vile vile. Na leo basi ambapo ni tarehe 19 ambapo mwili wa Raila Amolo Odinga unaenda kuwekwa kwenye nyumba yake ya milele, kuna yule mtoto wa Magufuli pia ambaye anaitwa Jessica pia ameweza kutambuliwa kwenye yale mazishi ya kwamba naye pia vile vile ameenda kuwakilisha yale mazishi, kuwakilisha Watanzania ama kuwakilisha familia yake ya Magufuli whole family. Sasa nataka kukuambia kuna kitu kimoja ambacho watu wengi sana wanaongelelea kuhusiana na mpango mzima wa mshumaa, ambapo hapo kwa KG Chipande tumeamua pia sisi vile vile tuweze kutoa rabi zetu kwa kuwasha mshumaa. Na najua tukiasha mshumaa kuna maneno mengi yanatoka, ambapo nilikuja nikasema hapa tuanze kuongea ama kujiuliza ni vipi ambavyo unaweza ukashiriki kwenye mazishi hata kama hautakuwa karibu pale, ambapo tunaongelea kuhusu candle lighting, ambapo candle lighting ina maana yake ama ina maana tofauti, ambapo hapa mkuja amesema kwamba people light candles out of love, yani watu wanawasha mishumaa kwa minajili ya mapenzi ama kwa minajili ya mahaba. Kwa unaweza ukawasha mishumaa kwa minajili ya kusherekea siku ya kuzaliwa, kwa minajili ya kuonyesha ishara ya upendo, ama kwa minajili ya kuonyesha ama kukaribisha mtu ambaye umepezana naye kwa muda mrefu, ama kwa minajili ya remembrance, kwa minajili ya kukumbuka jambo fulani, ila lilikuwa jambo zuri ama jambo baya lakini walikumbuka, kwa minajili ya sadness kwa minajili ya kwamba kuna kitu ambacho kimetokea ambacho haukufurahia, ama ni kitu ambacho kinakukera, ama ni kitu ambacho hujapendezewa lakini kishatokea tayari, pia vile vile unaweza washa mshumaa. Na pia jambo lingine nalo pia ni kwa minajili ya kupeana hope, yani kupeana ile ya kwamba you expect something is going to be well, yani maybe ile wakati jambo si zuri lakini una ile matarajio kwamba insha Allah vitu vitakuwa vizuri mbeleni, yani unajipa moyo, yani you're just giving a hope. So it's an act of raw emotion, yani ni vile ambavyo wewe utajieleza hisia zako kwako ama mbele ya watu. By lighting a single flame, one might say I am thanking for, and I am thanking so sisi hapa tutawasha hino candle hapa, alafu tuseme ya kwamba we do thank for the life of Raila Amolo Odinga ambayo aliweza kuishi hapa duniani, na kwa yale yote ambao alifanyia wa Kenya na Afrika na East Africa kwa ujumla, na kwa vizazi vile vipya, pamoja na kwa wale wote ambao waliweza kumtegemea yeye ili aweze kuongoza kwenye kisiasa ama kuongoza kisiasa, kwa sababu tumeona watu wengi sana ambao wameweza kujaribu kuongelelea swala zima hili, vile ambavyo walikuwa karibu na Raila Amolo Odinga, vile ambavyo walikuwa wakilelewa, vile ambavyo walitolewa kutoka nyasini mpaka pale walipo, vile ambavyo walipewa vyeo vyao, vile ambavyo wengine mpaka sasa ni maraisi.
lakini sisi ambao tuko ngazi za chini hatukupata ruhusa ama hatukupata nafasi ya kushika mkono wa Raila Amolo Odinga ama kuonana naye hadharani, lakini tukasema isiwe kesi. Tutamwambia cameraman wetu atuzimie hii AC yetu hapa ili isipeperushe upepo. Tuzimie AC isipeperushe upepo ili tuweze ku light candle hapa, na yote hino tutafanya kwa minajili ya upendo, kwa minajili ya no that one nyingine hapo, kwa minajili ya kwa minajili ya upendo tutafanya yote hino. Alafu utuzimie pia mwangaza, tunaomba tuzimie mwangaza pia. Yes, thank you. So najua mwangaza hauko vizuri, lakini tuzingatie chenye tunaenda kufanya hapa ni kuwasha hino candle kwa minajili ya mapenzi tuliokuwa nayo ya Raila Amolo Odinga na mahaba ambayo tulikuwa tuko nayo wengi wetu kwa minajili ya kiongozi wetu huyu, na wale wote ambao walitarajia kwamba watawahi kufika mazishini lakini hawakuweza kufika Bondo. Tunakukaribisha hapa kwa KG Chipande ili uweze kuungana nasi sote kwa pamoja, na hino sifanyi kwa minajili ya Wakenya, hino sifanyi kwa minajili ya watu kutoka Afrika wa Mashariki, hino sifanyi kwa minajili ya watu wachache, hino naifanya kwa minajili ya watu wote Afrika na kwa minajili ya majirani zote ambao ni majirani wa nchi ya Kenya. Tukubaliane sote kwa pamoja kwa ujumla ya kwamba alikuwa ni kiongozi mashuhuri, alikuwa ni kiongozi ambaye anapenda watu wote, alikuwa ni kiongozi ambaye kila mtu alimkubali, alikuwa ni kiongozi ambaye kikweli watu wengi wanamfahamu, watu wengi si lazima waambiwe ni kiongozi ambaye mimi ndasema tu ya kwamba ni legacy kubwa. There's a lot of things to speak about Raila Amolo Odinga. Kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukaongea, ambapo hata tukaongea tutajaza daftari ama tutaongea masaa yote, lakini hatutamaliza. Kwa sababu tumepata wakati mchache, basi tutafanya kile ambacho kiko kwenye uwezo wetu, nitasema hivyo. Mengi na wengi wanatarajia kusema mengi na kueleza zaidi ya yale ambayo watu wachache wameweza kuyaelezea, lakini hapa nitakushauri tu wewe ambaye unatizama ushuke kwenye comment section hapo na utangulize rest in peace Baba, rest in peace Jacom, rest in peace Raila, rest in peace Tinga, rest in peace Nyundo, rest in peace Baba Raila Amolo Odinga, ambao ameacha wajane wengi sana mbali na familia yake, lakini alikuwa ana familia kule nje ambayo itabaki na majonzi milele kiukweli. So baada ya hayo yote utaniruhusu nimwambie camera woman wetu aweze kutuwashia taa zetu na tuishie AC zetu, na vile vile pia sisi tutaweza kupuliza mshumaa wetu kwa ishara ya upendo, kwa ishara ya ukumbusho, kwa ishara ya sadness ambayo tunasema ni ishara ya uchungu, na ishara ya hope, yani ni ishara ya kwamba ipo, yani sio mwisho wa maisha, bado tupo, na vile vile ishara ya ukumbusho ya kwamba tutaomba Mwenyezi Mungu aichukue roho yake na iweke mahali pema peponi palipokuwa na wema. Sote tuseme amin. So it was short prayers, lakini it has happened. Najua some of people they're gonna say that it's a ritual, but we have already done it, and we really appreciate for all those people ambao walikuja wakasema kwamba KG Chipande tunaomba tuwashe candle kwa minajili ya Raila Amolo Odinga kwenye channel yetu pendwa ya KG Chipande, na wengine pia walikuja wakatoa maoni yao tofauti tofauti, lakini lile ambalo tulikuwa tuko na uwezo nalo tumefanya hilo. Hasa kutoka Tanzania hapa, tuwalaumu tu baadhi ya wale ambao walijaribu kumzuia yule ambaye ni kiongozi wa chama cha Chadema, mwanachini wake Tundu Lissu, kufika kule nchini Kenya ili kwenda kuomboleza pamoja na Wakenya. Tutawashtumu, hatutashtumu Rais Suluhu Hassan Samia, lakini tutashtumu wale ambao walihusika na mpango mzima huno wa kuwazuia wale ambao walikuwa wako tayari kwenda kuwakilisha nchi ya Tanzania. So let me say that it is what it is.
Hapa ni KG Chipande. Please make sure that you subscribe, then you gonna like and you share this video to all of us. Thank you so much. Till next time, guys.